Moja kati ya story ambayo Zuchu kafunguka ni kwamba kuna time ambayo D-Voice Mnyama alianza kushikwa akili na baadhi ya watu ambao walianza kumshawishi atoke ndani ya lebo ya WCB, na hiyo imekuwa ni kawaida sana hata kipindi ambacho kina Rich Mavoko, wakina Harmonize, Rayvanny walipokuwa Wasafi. Changamoto kama hizo za kushawishiwa na baadhi ya watu wa karibu ambao wamekuwa wakiwaambia kwamba WCB kumekuwa na unyonyaji mwingi sana, na hiyo imekuwa ni kauli ambayo wasanii wengi sana ambao wanasaini kwenye lebo ya WCB, yani kuambiwa kwamba wananyonywa kwenye lebo ya WCB imekuwa ni jambo la kawaida. Sasa ukiangalia kwamba kuna meantime ambao D-Voice alianza kupata airtime na akaanza kuingiza mkwanja kupitia digital platform, hapo ndo changamoto zikaanzia hapo, na baadhi ya watu wa karibu wakakaa na D-Voice na kuanza kumshawishi kwamba inabidi aondoke kwenye lebo hiyo ya WCB, ambapo akaambiwa kwamba Diamond amekuwa na sehemu kubwa sana ya kutengeneza maisha yake binafsi kuliko maisha ya msanii wake. Itimiza kwamba kulikuwa na unyonyaji mwingi katika upande mzima mkataba ambao wameweza kuingia nao D-Voice Mnyama pamoja na lebo ya WCB. Lakini mwisho wa siku pia D-Voice, kwa kuwa ni miongoni mwa watu pia ambao hivi sasa wana ndoto kubwa sana za kufikia malengo, yani akaona ya kwamba hayo maneno ambayo kasikia ni maneno ambayo sio mageni kwake, kwa kuwa tayari wasanii wengi sana ambao walisha kupitia kwenye lebo ya WCB hiyo changamoto walishawahi kuizungumza. So D-Voice akapata ushauri pia hata kwa watu wengine baada ya kuuliza kinachoendelea, na miongoni mwa watu pia ambao D-Voice aliweza kuongea nao alikuwa ni dada yetu Zuchu. Hapo ndo mwisho wa siku pia Zuchu akafahamu ya kwamba kumbe kuna watu ambao wamekuwa kiwapotosha wasanii wa lebo ya WCB, na that's why pia kumekuwa na mgongano mkubwa sana, yani inapofikia kwenye swala ambalo msanii anaenda kusaini pale Wasafi na akishaanza kuzoeana na watu, basi sio kila mmoja anakuwa na upendo, lakini pia anakuwa anamtakia kila laheri huyo msanii. Kwa mwisho wa siku Zuchu kaweka wazi kwamba miongoni mwa watu ambao walimsikiliza na walimuelewa alikuwa ni D-Voice, na mpaka leo hii tunaona ya kwamba D-Voice heshima, nidhamu imeendelea kuwepo kwenye lebo ya Wasafi mpaka leo hii tunavyozungumza, na bado hajaondoka. Lakini miongoni mwa plan ilikuwa ni kwamba D-Voice alitaka kuondoka kwenye lebo ya Wasafi, na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya kuchanganywa kimaneno na baadhi ya watu ambao walianza kumpigia miluzi, na kama unavyojua miluzi mingi waga inampoteza mbwa. So mwisho wa siku D-Voice kakaza, na this time tunamuona kama miongoni mwa wasanii ambao watakuja kufanya vizuri sana, na tunawaona mbali kutokana pia na jitihada, lakini pia na heshima ambayo anayo pale kwenye lebo ya Wasafi. So nafikiri cha msingi zaidi tuendelee ku keep in touch, na hizi ni changamoto ambazo wasanii wengi sana wanakumbana nazo, sio tu kwenye lebo ya WCB na hata lebo zingine na management zingine. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo wasanii waga wanakutana nayo ya kushikwa akili na baadhi ya watu. So cha msingi tukutane kwenye comment hapo.